waumini. Namwomba Allah subhanahu wa ta'ala kwa rahma zake na kwa fadhila zake atujalie ni wale ambao watakaofanikiwa duniani na akhera. Ikhwani fillah, leo katika mji huu wa Mwanza, na ni mara yangu kufika Mwanza siku hii ya leo, tumeweza kukusanyika katika Masjid Abeid, na katika muda huu baada salati al-maghrib nimeonelea niangazie maudhu ambayo itatufaa katika maisha yetu. Lakini kabla hapo ningependa niwapigie mfano. Na Waarabu wanasema wabil mithali yattadhi al-maqal, kwa kupigia watu mfano maneno yako yanafahamika na makusudio yako. Ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam ametutakia khairi, na kadhalika kuna watu katika maisha yetu ambao wanatutakia khairi. Miongoni mwa watu ambao wanaotutakia khairi ni wazazi wetu, na insha Allah nitazungumzia juu ya wazazi katika msafara huu biidhnillah, lakini leo si siku yake. Ama mzazi kututakia khairi ni kwamba wazazi huwaogopea watoto wao. Katika mambo ambayo mzazi yuko nayo juu ya mtoto wake ni kwamba humwogopea maafa mtoto wake. Leo ikiwa kijana amemaliza kidato cha 4 sekondari, akajifundisha kuendesha gari, basi huu kijana baada ya wiki akaamua kuendesha gari usiku, tena safari ya mbali, mathalan kuanzia Mwanza mpaka Dar es Salaam, na ni wiki moja toka jifundishe kuendesha gari. Na mzazi akajua mwanawe yakuwa ni mwenye kuendesha gari kutoka Mwanza mpaka Dar es Salaam, na ni mara yake ya kwanza, na toka jua kuendesha gari ni wiki moja. Usiku huo mzazi atalala? Hawezi lala. Kwa nini? Kwa sababu ajua hali ya mtoto wake. Barabara zenu ni nzuri, alhamdulillah, lami ni nzuri, barabara ni pana, lakini kwa sababu ya hali ya mtoto, mzazi atakuwa na wasiwasi kila saa, umefika salama, umefika salama. Amwogopea mwanawe. Kile kinachomfanya mwogopee mwanawe si eti kwamba mazingara ni mabaya au barabara ni mbaya, ni kwa sababu ya hali yake na udhaifu wake. Niwapigie mfano wa pili. Mzazi ana mtoto ambaye ajua kuendesha gari, na kila siku miaka zaidi ya 20 ni dereva, bali ameweza kuendesha gari kutoka Mwanza mpaka Dar es Salaam mara kadhaa. Lakini mwajua ya kwamba wakati wa uchaguzi katika nchi ya Tanzania mlikuwa na fujo, na ikawa ni mtihani kwenu. Kisha huyo mtoto awe ni mwenye kuendesha gari usiku huo wa uchaguzi, na kuna fujo barabarani na kuna fujo katika nchi. Japokuwa ni dereva mzuri, japokuwa na ujuzi, lakini mzazi usiku huo atalala? Hatalala. Sababu ni nini? Sababu ni hali ya mtoto ama hali ya mazingara? Hali ya mazingara. Hasa saa zingine yule anayekupenda anapokuogopea, ima sababu ni udhaifu wako, au sababu si udhaifu wako, we ni hodari, lakini ni hali na mazingara vile alivyo ndio yamtia mtu kukuogopea. Hii ni hali ya mzazi. Ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam ameogopea umma wake mambo mingi, na akatoa mifano mingi, na akaeleza baadhi ya mambo ya kwamba mimi naogopeeni, kuna mambo naogopa juu ya umma wangu. Na sababu tukiziangalia tumegundua ni mbili: ima kwa sababu ya udhaifu wa mtu mwenyewe, au kwa sababu ya uzito ya fitna anayokumbana naye, japokuwa mtu yuko sawa. Na leo katika darasa yetu ya magharibi nitaangazia ma khafahu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ala ummati,
yale aliyokuwa kiaogopea Mtume sallallahu alaihi wasallam juu ya umma wake. Ni mengi ambayo alikuwa kiaogopea. Na kwa nini ar-rasul atuogopee sisi kama umma wake? Kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala ndio alimtumiliza kwetu. Ya ayuha nabiyyu inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah biidhnihi wa sirajan munira. Au alikuwa kituogopea si kwa sababu ya majukumu aliyopewa, ni kwa sababu ya huruma alikuwa nayo juu yetu. Mwenyezi Mungu asema, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bilmu'minina raufur rahim. Allah asema amewajieni mtume, na mtume huyu hakutoka mbinguni, si malaika, ni mwanadamu mwenzenu, na ni mwenzenu kwa sababu mwajua familia yake, mwajua alipotoka. Kwa hivyo huu si mtu mgeni. Laqad ja'akum rasulun, amewajieni mtume min anfusikum, kutoka nafsi zenu. Na huyu mtume ana sifa kadhaa. Sifa ya kwanza, azizun alayhi ma anittum, yani yamtia uzito anapoona nyinyi mpata taabu, yani yawajali, yawaogopea. Azizun alayhi ma anittum harisun alaykum, na ana hamu yataka kuwafaa katika kila njia, kila uwezo aliyokuwa nayo yaweza angepata fursa ya kuwafaa, yeye ndio yuko katika mstari wa mbele. Bilmu'minina raufur rahim, na hasatan kwa waumini waliomwamini Mwenyezi Mungu, yeye ni mpole kwao na ana huruma na wao. Hasa sifa ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni kwamba yawajali waumini na yawajali wanadamu kwa jumla, na yawajali zaidi wafuasi wake waliomwamini Mwenyezi Mungu. Hii ndo hali ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na kwa sababu yatujali, kuna baadhi ya mambo alikuwa kituogopea, imma katika itikadi yetu, au kwa sababu ya udhaifu wetu, au kwa sababu ya uzito ya fitna iliyokuwa, au kwa sababu ya zama, au kwa sababu ya dunia, au kwa sababu ya akhira. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam alikuwa na wasiwasi juu yetu, na kuna baadhi ya mambo ameyataja kwa jina, hili jambo mimi nawaogopea. Na sisi kama wafuasi wake lazima tutege sikio, kwa sababu Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam yatujali, na anapokuwa ni mwenye kutuogopea sisi baadhi ya mambo, ni kuonesha kwamba haya ni mambo mazito, lazima tuyachukulie kwa uzito. Na leo katika msikiti huu nitawaangazia baadhi ya mambo Ar-Rasul alikuwa na hofu juu yetu, na maudhui yetu mambo ambayo aliyokuwa kiaogopea Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam juu ya umma wake. Kwa nini? Kwa sababu alivyokuwa kitujali, kwa sababu alivyokuwa na hamu ya sisi kufanikiwa. Na insha Allah tutaingia katika nukta ya kwanza. Kuna tabia Rasul alikuwa yatuhofia, na akasema sallallahu alaihi wasallam, inna akhwafa ma akhafu alaikum, kama kuna jambo na waogopeeni nyinyi, kama kuna jambo na waogopeeni nyinyi, na waogopeeni juu yenu, ashirkul asghar, shirku ndogo. Qalu ya Rasulullah wama ashirkul asghar, ya Rasulullah wama ashirkul asghar, ewe mtume wa Mwenyezi Mungu, hii shirkul asghar, shirki ilikuwa ndogo, ambalo ni jambo ambalo watu hofia zaidi juu yetu, ni nini? Wakusudia nini? Qala sallallahu alayhi wasallam, ar-riya, ar-riya, mmoja wenu kujionyesha, mmoja wenu kujionyesha. Bali Rasul sallallahu alayhi wasallam, hii dhambi ya riya, mtu kujionyesha, alikuwa kituhofia, kituogopea zaidi ya Masihi Dajjal. Na hakuna fitna kubwa
aliyoumba Mwenyezi Mungu kama Masihi Dajjal. Lakini Rasul asema mwekeni kando Masihi Dajjal. Hakuna jambo mimi ambalo nawaogopeeni kama hii maradhi ya mtu kujionesha riya. Katika hadithi nyingine ya kwanza katika Musnad Imam Ahmad na hii pia iko katika Musnad Imam Ahmad, asema sallallahu alayhi wasallam, ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaykum indi min Masihi Dajjal, je nisiwaelezeni jambo ambalo nawaogopea zaidi juu yenu zaidi ya Masihi Dajjal? Qalu bala, bila shaka tueleze mtume Mwenyezi Mungu. Qala ashirku alkhafi, shirki iliyojificha. An yaquma arrajul yusalli fayuzayyina salatahu lima yara min nadhari rajulin, mfano shirki iliyofichika, mfano wa mmoja wenu anaposwali aipamba swala yake na kuitengeneza kwa sababu ajua fulani yomuona yomwangalia. Ameiboresha swala yake kwa sababu kuna watu wanamwangalia, yataka wale wamheshimu, yataka wale wamtajetaje, wataka wale wamseme, yataka wale wamtukuze. Yule ushamwona anaposwali. Katika visa vya ajabu ambavyo vilivyonifikia, kuna mtu aliyekuwa kiswali vizuri sana. Hasa siku moja ikiwa yoswali, waliokuwa nyuma yake wakawa wanamsema kwa kheri, akamwambia hebu muangalie huyu anavyoswali, angalia anavyosujudu, angalia anavyoweka viungo visaba anaposujudu, angalia mgongo wake ulivyonyoka anaporukuu na mikono yake alivyonyosha, angalia vile alivyo. Yule naye wasikia, basi nafsi ikambeba, ndio akaivuta swala vizuri. Baada ya kumaliza kuswali akaambia wale, jamaa wewe wajua kuswali? Akaambia kwa taarifa yenu pia ninafunga. Riya. Kwa nini Rasuli yotofia riya? Nitakueleza sababu mbili za msingi kwa nini Rasul atuhofia riya. Sababu ya kwanza ni kwamba hauna ujira au malipo mbele ya Mwenyezi Mungu. Chochote unachofanya ukamkusudia Mwenyezi Mungu na mwingine pia wamswalia Mwenyezi Mungu, lakini fulani yuko hapa na yeye pia wacha, ukamshirikisha na Mwenyezi Mungu katika hilo, Allah asema taraktuhu wa shirka au taraktuhu wa sharika. Anayefanya amal, anayenikusudia mimi na mwenzangu, Allah asema ana aghna shuraka an shirk, mimi ni mkwasi, mimi ni mtajiri, sitaki mtu kushirikiana na mimi. Ikiwa utafanya jambo wanikusudia mimi na mwenzangu, Allah asema madamu hujanikusudia mimi peke yangu, nitamwachia huyo mwenzangu. Bismillah. Ndipo Ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam akawa ni mwenye kutuhofia. Kwa nini? Kwa sababu ile swala uliyoswali ukamwachia, ukamkusudia Mwenyezi Mungu na mwingine, Allah asema madamu si mimi peke yangu namwachia yule. Na ikifika siku ya kiyama uliza, ya Rab, swala yangu, sadaka yangu, saumu yangu, zaka yangu, Allah asema, atamwambia nenda kachukue malipo kwa yule uliyomkusudia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ndio maana Rasul alituhofia. Na sababu ya pili kwa nini Rasul alituhofia, kando na kwamba hauna ujira mbele ya Mwenyezi Mungu na malipo, ni kwamba maradhi haya yameitwa ashirkul khafi, shirki iliyojificha. Maradhi haya yanapenya katika moyo wako bila we kuhisi, saa zingine bila we kujua. Ndipo ulama wakasema hii riya mfano wake inapokuingia, watu wengi hawahisi wala hawajitambui. Ni mfano wa mdudu mweusi
anayetembea juu ya jiwe leusi katika usiku wa giza. Mdudu huyo ataonekana. Angalieni mfano huu. Ni mfano wa mdudu mweusi anayetembea juu ya jiwe leusi katika giza la usiku. Utamwona wapi mdudu huyo? Maradhi ya shirki hii al-khafi iliyojificha, maradhi ya riya hii ya kujionesha, wataka watu wakusifu, wataka watu wakutambue, wataka watu wakuheshimu, wataka watu wakuone. Maradhi haya hupenya na mtu bila kujua, yanakuwa ni yenye kuingia katika nafsi yako. Ndio maana Rasul sallallahu alaihi wasallam akatuhofia maradhi haya yanajificha. Ndio maana ni hatari mno, mpaka Rasul kusema hakuna jambo nawahofia kama vile nawahofia jambo hili, bali jambo hili nawaogopeeni zaidi kuliko Masihi Dajjal. Ni kwa sababu hugundui. Mmoja wenu anapokuwa ni mwenye kufanya dhambi huhisi, anapoiba ajua amechukua nini, anapolewa ajua amekunywa nini, lakini riya inapokuja huhisi. Hasa ni vizuri mtu awe ni mwenye kukaa chonjo, kwa sababu jambo lolote ambalo hukumkusudia Allah peke yake hauna ujira mbele ya Allah. Wabilaks, ukiwa ni mwenye kumkusudia si kwa Mwenyezi Mungu, hali yako itakuwa vipi siku ya Kiyama? Je, mwajua ya kwamba watu wa kwanza watakaoingizwa motoni siku ya Kiyama si wezi, si waizi, si walevi, si wazinifu? Ni mtu aliyekuwa akisoma Qur'ani, ni mtu aliyekuwa akitoa sadaka, ni mtu aliyeenda jihadi akafa katika njia hiyo. Hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu asema Rasul sallallahu alayhi wasallam, awwalu man yus'aru fi an-nari thalatha, watu watatu wa kwanza ndo wataanziwa kuingizwa motoni. Ni watu watatu. Rajulun, mtu ambaye atahu Allahu al-Qur'an, Mwenyezi Mungu alimpatia Qur'ani. Wa pili, rajulun atahu Allahu al-mal, mtu ambaye Allah alimpatia mali. Watatu ni mtu ambaye aliyejitolea katika kuenda katika njia ya Mwenyezi Mungu mpaka akauawa katika hiyo njia. Alitoa nafsi yake. Huyu alitoa elimu yake na muda wake, huyu akatoa mali yake, na watatu akatoa nafsi yake. Allah yuanza na hawa moto wa Jahannam, waliyadhu billah. Ama huyu aliyesoma Qur'ani, Mwenyezi Mungu atamwambia, mja wangu nilikuneemesha, hadith fi sahih Muslim, umenishukuru vipi? Akasema, ya Rabbi qara'tu al-Qur'an, ya Rabbi ta'allamtu al-Qur'an wa qara'tu al-Qur'an wa qara'tu al-Qur'ana fik. Ya Rabbi, mimi muda wangu nimeitumia katika kuisoma Qur'ani na kuihudumia Qur'ani na kufundisha Qur'ani kwa ajili yako. Allah anamwambia, kadhabt, mwongo wewe, mwongo wewe, huku nikusudia mimi. Lengo lako ilikuwa watu waseme huwa qari, huu ni msomi, ushasikia kisomo chake huyu. Waqad qil, na watu walikusema duniani wakakusifu, muingizeni motoni. Wa pili, huwa aliyepewa mali, Allah mwambie, nilikuneemesha nikakupa mali mpaka hukumhitaji mtu yoyote, na daima na abada nikafanya mkono wako ndo mkono wa juu, hakuna siku nilifanya mkono wako wa chini wa kupokea. Ulinishukuru vipi? Akawa ni mwenye kusema, atakuwa ni mwenye kusema, ya Rabbi, mali hii nilitumia katika njia yako, hakuna njia ya khairi illa ahlaktu mali, niliangamiza mali yangu katika khairi. Msikiti wajengwa, nami nilifanya. Mayatima kusaidiwa, nilikuwa katika mstari mbele. Visima kuchimbwa, nilikuwa katika mstari mbele. Kuhudumia umma, nilikuwa katika mstari mbele. Hakuna njia ya khairi ambayo habari iliyonifikia kwamba njia hii ni ya khairi illa mali yangu niliitumia katika njia hiyo. Allah atamwambia,
kadhabt, ni muongo. Fa'alta dhalika hatta yuqalu laka Jawad, ulifanya hivyo ili watu wapate kukusema huyu mashaallah, huendi kwake akakurudisha mkono mtupu, mkarimu, yuatoa, bali saa zingine waenda kwake kabla hata hujamuuliza ashakupatia. Na watu walikusifu, waqad qil, mwingizeni motoni. Watatu ni mtu ambaye aliyejitolea muda wake na nafsi yake katika kuhudumia dini na kutetea dini ya Allah, akaenda mpaka yuko tayari kwenda jihadi, akauawa katika njia hiyo. Allah tamuuliza, wewe nilikuneemesha, ulitumia vipi neema zangu? Akasema, ya Rabbi, nilikushukuru kwa kutoa muda wangu na nafsi yangu katika njia yako mpaka mauti ikanifikia nikauawa katika njia yako, kusimama na kutetea dini yako. Allah atamwambia, kadhabt, ni muongo wewe. Ulienda ukapambana na maadui na ukawa uko katika mstari wa mbele, na watu wakawa hamu yako ni upate kusifiwa, fulanun shujaa, huyu ni mtu shujaa, haogopi kusimama na haki, mtu kama huyu. Na watu waqad qil, na ulipata sifa hizo, mtumbukizeni motoni. Sababu ya Rasul sallallahu alaihi wasallam kuwa na hofu na kuogopea umma wake maradhi ya riaa, kujionyesha, ni nyingi, lakini hizi sababu tatu za tosha. Sababu ya kwanza ni kwamba anayemkusudia kando na Mwenyezi Mungu hana ujira, hana malipo. La pili, maradhi haya yanajificha, huwezi kuigundua, ndio maana ikaitwa shirkul khafi. Na la tatu, Mwenyezi Mungu huanza na hawa kuwaingiza motoni kabla wanaoabudu masanamu. Ya laha min khasara, ya laha min khasara, wal iyadhu billah. Mwongozo wa kuweza kupambana na maradhi haya ni ipi? Wasia mbili. Jambo la kwanza, muombe Allah kuepusha na maradhi haya, na kuna dua ukisoma itakuwa sababu ya Allah kukuepusha na maradhi haya. Waswali ukaona watu wakusifu, wafanya khairi ukaona watu wakutaja, ukajiofia isije kawa najionesha. Omba dua hii, useme, Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lam. Ewe Mola, Allahumma, ewe Mola wangu, inni a'udhu bika, mimi nakuomba unilinde kutokana na an ushrika bika, ni mwenye kukushirikisha, wa ana a'lamu, ili hali najua, wa astaghfiruka, na kuomba msamaha kama nafanya ushirikina hii ya kujionyesha, ili hali sijui. Dua hii itakusaidia, na ni katika dua ambayo masahaba walifundishwa. Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lam. Njia ya pili, saa zingine waweza kuwa mkusudia Mwenyezi Mungu, lakini shetani yakutia waswasi, wafanya khairi hii wewe wajionesha. Sasa imekuwa wafanya khairi saa zingine waacha kufanya khairi isije kawa wanajionesha, na hiyo pia ni maradhi. Utaitibu vipi? Angalia mambo mawili. Jambo la kwanza, je, mimi nafanya ili huyu mtu anitukuze, anipende? Sifanye ili anipende. Jambo la pili, je, hili jambo nafanya kwa sababu natarajia khairi kutoka huyo mtu? Ikiwa wafanya kwa sababu huyu mtu atarajia khairi kwake, basi wewe kumkusudia Mwenyezi Mungu. Ikiwa wafanya si ati kwamba watarajia kupe khairi, lakini wataka akuheshimu, akupende, basi hukumkusudia Mwenyezi Mungu. Hasa ikiwa waswali, shetani akaja akakwambia wewe wajionesha, jiulize, muulize huyo shetani waswasi al-khannas, mimi nataka hawa wanipende? La, sifanyi kwa ajili yao. Nataka wanitukuze? Sifanyi kwa ajili yao. Okay, nafanya kwa sababu natarajia khairi kwao. Ya kwanza ni wakuheshimu,
Ya pili ni kwamba maslaha ya kidunia natarajia kutoka kwao. Kaambia la, basi wafanya kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, kwa sababu saa zingine shetani atakushawishi, lakini tiba ni haya mambo mawili biidhnillah. Katika maradhi ambayo, katika mambo ambayo Rasul sallallahu alayhi wasallam alikuwa akihofia umma wake ni umma wasije wakafaradhishiwa ibada na wakashindwa kuyatekeleza. Sheria aliyepewa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na Mwenyezi Mungu kwetu ni sheria ambayo ni hafifu. Yuridu Allahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah ataka kuwafanyia mambo yenu kuwa wepesi, wala hataki mambo yenu kuwa magumu. Hasa hii sheria Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliyepewa na Qur'ani aliyepewa, mafundisho na mwelekeo yote ni hafifu kwetu sisi. Ni shetani ndio yotuonesha kwamba ni makubwa. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam akasema, bu'ithtu bilhanafiyati samha, hadith rawahu Ahmad, mimi nimetumiliza kwenu kwa dini ambayo ni sahali wepesi. Na jambo lolote ambalo litafanya dini kuwa ngumu, Ar-Rasul alikuwa akiepukana nao, wasije umma wakapata mambo ambayo ni mazito, bali alikuwa akiacha baadhi ya mambo ili umma wasije wakafaradhishiwa na ikawa ni ngumu kwao. Mfano, Ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam alikuwa akiswali swala za usiku siku za Ramadhani. Alipokuja msikitini akawa yaswali, masahaba nao wakawa ni wenye kuona. Usiku wa kwanza, usiku wa pili wakaja akafu, wakamwona waswali, wakafunga swala nyuma yake. Usiku wa tatu idadi ikawa kubwa. Usiku wa nne watu wakaambia na Rasul yaswali qiyamul layl usiku. Lakini baada hapo Rasul hakutoka, akaacha, akaswali nyumbani peke yake. Siku inayofuata akawaambia, fataraktu al-khuruja alaykum, nimekataa na niliacha kutoka kuja kuswali usiku na nyinyi. Khashitu an tufrada alaykum fata'jizu anha, nilihofia swala hii ya tarawih nikiswali na nyinyi mwisho iwe ni lazima juu yenu, ili isije ikalazimishwa nikaamua kuswali peke yangu. Ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam kwa sababu ya kutuhofia sisi, baadhi ya mambo aliyaacha kusudi yasije yakalazimishwa na tukashindwa kufanya. Katika mambo Rasul sallallahu alayhi wasallam alikuwa akihofia juu yetu asije akawa sababu ya watu kuikimbia Uislamu na kuchukia Uislamu kwa sababu ya matendo yake. Katika mambo ambayo Rasul alikuwa akiyatekeleza ni kwamba baadhi ya khairi alikuwa akiacha, si eti kwa sababu ya dini kulazimishwa peke yake au mafundisho haya yawe ni lazima, lakini baadhi ya mambo alikuwa akiacha mradi au kusudio lake ni kwamba isije ikaleta fitna baina ya waumini. Katika khairi ambayo Rasul alitamani kufanya lakini aliacha kwa ajili ya kuchunga safu ya Waislamu ni kwamba katika mji mtukufu wa Makka ilipokombolewa na Makka ikaingia katika mikono ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Kaaba ilijengwa na Nabii Ibrahim alayhi salam. Na mkiangalia Al-Kaaba ni boksi, sio? Na kuna sehemu utaona imepinda. Hiyo pia ni sehemu ya Kaaba zama za Nabii Ibrahim alayhi salam. Haikuwa boksi kama mnavyoiona, ilikuwa imekamilika na hiyo sehemu iliyopinda. Hasa baada ya miaka Quraysh walipoijenga, wakatafuta mali ya halali kuijenga, pesa zao zikawatosheleza kujenga ile boksi, hii sehemu nyingine wakaibakisha hivyo hivyo. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam alitamani airudishe Al-Kaaba kama ilivyokuwa wakati wa Nabii Ibrahim alayhi salam, lakini wenyeji wa Makka ndo wamesilimu hivi sasa. Akaacha, akasema
hii Kaaba ningeirudisha katika asli yake kama alivyojenga Nabii Ibrahim alayhi salam. Lakini hao waumini wa Makka waliosilimu wanaitukuza Makka al-Kaaba, wakiona naanza kuivunja na kuibomoa watakuwa ni wenye kuichukia Uislamu, waseme Uislamu umekuja kuharibu mambo yetu. Kwa hivyo nimeamua kuiacha, makhafatan an tanfira qulubuhum, wasije wakawa ni wenye kuchukizwa na dini ya Kiislamu, kwa sababu dini hii imekuja kuibomoa al-Kaaba. Kwa hivyo Rasul akaacha sallallahu alayhi wasallam. Katika mambo ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam aliyekuwa akiogopea juu ya umma wake ni dunia hii na mapambo yake. Asema salawatu rabbi wa salamu alayhi, inna akthara ma akhafu alaykum ma yukhriju Allahu lakum min barakati al-ard. Qila wa ma barakatu al-ard ya Rasul Allah? Qala sallallahu alayhi wa sallam, zahratu ad-dunya. Hadithun muttafaqun alayhi. Asema Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, katika yale ambayo ninaohofia juu yenu kama umma wangu ni mapambo ya dunia, mambo ambayo yanayoibuka kutoka ardhi. Wakasema, ya Rasulullah, ni yapi haya ambayo yanayotoka chini ya ardhi unatuhofia? Qala zahratu dunya, mapambo ya dunia, mapambo ya dunia. Kwa nini? Kwa sababu mapambo haya ya dunia yanakuwa chanzo cha mtu kuacha kufanya khairi. Mapambo hayo ya dunia yanakuwa chanzo ya mtu kusahau akhira. Ndipo Rasul akasema, na wahofia na haya mapambo ya dunia. Bali katika yale ambayo Rasul sallallahu alaihi wasallam alikuwa akituhofia ni dunia iwe ni jambo kubwa mbele ya macho yetu, mpaka tuwe ni wenye kushindana katika hii dunia badala kushindana katika akhira. Asema sallallahu alayhi wasallam, kama ilivyokuja katika hadithi fi sahih al-Bukhari na sahih Muslim, wallahi mal faqra akhsha alaykum, wallahi mal faqra akhsha alaykum, walakinni akhsha an tubsata ad-dunya alaykum kama busitat ala man kana qablakum fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakatuhum. Asema salawatu rabbi wa salamu alayhi, wallahi naapa kwa Allah, mal faqra akhsha alaykum, siogopi umaskini juu yenu wala siogopi ufakiri juu yenu, lakini akhsha, naogopea an tubsata dunya alaykum, Mwenyezi Mungu awafungulie dunia, kwa sababu mtihani huu walikuwa kabla yenu walifeli. Kama busitat ala man kana qablakum, kama vile Allah alivyowafungulia walikuwa kabla yenu. Kisha fatanafasuha, mwanze kushindana juu ya hii dunia, kama tanafasuha, kama walikuwa kabla yenu walivyoshindania hii dunia. Fatuhlikakum kama ahlakatuhum, fatuhlikakum kama ahlakatuhum, na itawaangamiza hii dunia kama ilivyoangamiza walikuwa kabla yenu. Ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam ahofia umma wake pindi wakifunguliwa dunia, wasiokaa wakamshukuru Allah, wakawa ni wenye kumshukuru kwa neema zake, ikawa hamu ya mmoja wao au hamu ya mmoja wetu ni vipi nitamshinda mwenzangu. Ana aktharu malan wa a'azzu nafara, ana aktharu malan wa walada. Yani ajib, pindi mtu akipata dunia hamu yake si vipi nitaitumia hii katika dunia yangu niishi vizuri. Baadhi ya watu hamu yao si vipi hii dunia itanisaidia katika mambo yangu kujiendeleza katika hii dunia. Wengine pindi wakipata dunia na Allah akiwafungulia, hamu yake ni vipi nitamfikia yule na vipi huyu asinifikie.
Mkifika hali hiyo, fatahlikakum kama ahlakathum, dunia itawaangamiza. Jamani, tuwaona haya? Tuyaone? Tawana Allah akuneemesha. Hamu yako kubwa ni vipi huyu asinifikie nimshinde. Hamu yako kubwa ni vipi huyu nimpite. La ilaha illa Allah. Hamu yake si hii dunia nitaitumia vipi nistarehe, niishi vizuri, niwasomeshe watoto wangu, niangalie familia yangu, nihudumie dini yangu da'wa, nitangulize mbele ya Allah. Hamu yake si hivyo. Hamu yake ni vipi huyu aliyekuwa chini asinifikie na huyu aliyekuwa juu vipi nimpite. Ikifika huko, fatahlikakum kama ahlakathum, itawaangamiza dunia kama ilivyoangamiza waliokuwa kabla yenu. Ndio maana nina hofu juu ya umma wangu. Sina hofu juu yao juu ya umaskini na ufakiri, lakini hofu yangu ni pindi Allah akiwafungulia dunia, kwa sababu mtihani huo walikuwa kabla yenu walifeli, na nyinyi na waogopea mje kufeli. Katika mambo Rasul sallallahu alayhi wasallam alikuwa akiogopea ni mtu kufuata matamanio yake. Ikawa mtu yashughulishwa na tumbo yake na tupu yake, hana hamu nyingine. Kuna baadhi ya watu hamu yao kubwa, nitakula nini na tupu yangu nitastarehe naye namna gani. Ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam asema katika hadithi iliyokuja katika Musnad Imam Ahmad, inna mimma akhsha alaykum shahawatul ghayy fi butunikum wa furujikum wa mudhillatil fitan. Kama kuna jambo ninawahofia juu yenu na katika mambo ambayo ninawaogopea juu yenu, ni haya matamanio ya dunia yaliyofungamana na tumbo, yaliyofungamana na tupu, na fitna ambazo zinakuwa ni yenye kuwapoteza. Ndio maana Rasul sallallahu alayhi wasallam kila anaposwali alikuwa ni mwenye kusema dua hii, na pia aliwafundisha masahaba waombe dua hii katika kila swala. Allahumma inni a'udhu bika min fitnati al-mahya wal-mamat. Ewe Mola, nakuomba niepushe na fitna ya uhai na fitna ya mauti. Katika mambo ambayo al-Rasul sallallahu alayhi wasallam alikuwa akihofia umma wake, akiogopea, ni fitna ya Masihi ad-Dajjal. Kama ilivyokuja katika Sahih Musnad Imam Ahmad, pia asema sallallahu alayhi wasallam, ما كانت فتنة ولا تكون حتى تقوم الساعة أكبر من فتنة الدجال ولا من نبي إلا وقد حذره أمته. Hakuna fitna ambayo ilikuwa kubwa toka Allah umbe mbingu mpaka kiyama isimame mfano wa fitna wa Masihi Dajjal. Wala min nabiyin illa waqad hadhara ummata, na hakuna mtume aliyekuja illa aliwakanya na kuwaonya umma wake juu ya Masihi Dajjal. Nabillahi Musa aliwaonya watu wake, Nabillahi Isa aliwaonya wafuasi wake, Nabillahi Nuh aliwaonya. Kuna mtu aitwa Masihi Dajjal, hakuna fitna kubwa mfano wake. Lakini katika mwanzo wa hadithi, katika mwanzo wa muhadhara, tulieleza kwamba katika mambo ambayo ar-Rasul hufia juu yetu ni ar-riya zaidi ya fitna Masihi Dajjal. Na hapa yuasema hakuna fitna kubwa kama fitna ya Masihi Dajjal. Iweje? Ni kwa sababu si kila mmoja atamuona Masihi Dajjal. Si kila mmoja atamuona Masihi Dajjal. Atakuja mwisho zama, mwisho. Wengi katika ummatu Muhammad hawatamuona Masihi Dajjal. Ndio maana Rasul akasema na wahofia hata zaidi ya Masihi Dajjal, kwa sababu wengi katika ummatu Muhammad hawataonana nao. Kwa hivyo usiseme maneno ya mtume yagongana, ni vizuri tufahamu vile ilivyo. Salawatu Rabbi wa salamu alayhi.
Kisha Rasul sallallahu alaihi wasallam akamwambia, amma ad-dajjal yakhruj wa ana fikum fa ana hajijuhu dunakum wa yakhruj wa lastu fikum famru'un hajiju nafsi. Akiibuka huyu Masihi Dajjal na mimi niko na nyinyi, hamna tabu, mimi nitapambana naye. Lakini akiibuka huyu Masihi Dajjal baada ya mimi kuondoka, kila mmoja yuko kivyake, na hapo watu watafeli akiibuka Masihi Dajjal, kwa sababu atakuja na fitna ya ajabu. Allah atampa uwezo wa kuamrisha viumbe wamtii. Ataamrisha mawingu, songea na unyeshe mvua hapa. Ataamrisha ardhi, toa hazina, toa dhahabu. Ataamrisha ardhi, toa mimea, toa chakula. Ataamrisha majini wamfuate, kiasi cha kuwa majini watakuja katika sura ya babako na mamako, atakaoambia huyu ni Mola wenu, huyu ni Allah, ndio Mola wenu, msikize. Lakini Rasul asema msimsikize, kwa sababu wale ambao wanaozungumza ni majini, wanakuja kwa sura ya wazazi wako, na watu wengi watamfuata. Kisha Rasul asema, mkimwona huyu Masihi Dajjal ni chongo, jicha moja haoni, na Mola wenu hana aibu, si chongo, kumbukeni hilo. Lakini watu watadanganyika. Nyinyi hamujaona, wachana na Masihi Dajjal. Ukitaka kujua Masihi Dajjal akija watakuwa ni watu wengi watamfuata, chukueni mfano wa mtu ambaye amekuwa ni mwenye kutibu watu, ima ni mganga ama ni pasta, sema anafanya miujiza, wangapi wamfuata? Na hao wanazungumza tu na wanatumia sihir. Fakaifa Masihi Dajjal ambaye waamrisha mbingu na ardhi kwa uwezo wa nani? Wa Allah. Katika mambo ambayo Rasul ametuhofia sisi kama wafuasi wake, kando na Masihi Dajjal, bali ametuhofia zaidi ya Masihi Dajjal, ni ulama ambao ni waovu, ni ulama ambao wanapoteza watu. Asema salawatu rabbi wa salamu alayhi, akhwafu ma akhafu alaykum al-a'immatu al-mudillun, yale ambao nawaogopea zaidi juu yenu ni viongozi ambao ni wapotevu, wanapoteza watu. Bali Rasul sallallahu alayhi wasallam asema, siku moja Abi Dharr radhiyallahu anhu, sahabi, yuko pamoja na Rasul sallallahu alayhi wasallam, na hii hadithi pia iko katika Musnad Imam Ahmad. Asema Abi Dharr, kuntu amshi ma'a Rasulillah sallallahu alayhi wasallam, asema nilikuwa natembea na niko na Rasul sallallahu alayhi wasallam, natembea nyuma yake. Faqal, akasema, la ghayru ad-dajjal akhwafani ala ummati, nilikuwa nahofia juu ya Dajjal, lakini kando na Dajjal kuna wengine, kuna jambo ambalo nawahofia zaidi yake. Masahaba wakawa na hamu kutaka kujua ni jambo gani hili, ama ni nani huyo ambaye Rasul atuogopea zaidi ya Masihi Dajjal. Hakuambia. Akawa Rasul asema, la ghayru Dajjal akhwafani ala ummati, kuna mwingine kando na Dajjal ambaye namuogopea zaidi juu ya umma wangu. Masahaba wakaulizana, ni nani? Ni nani? Faqalaha thalathan, akasema mara tatu, na Rasul ana waswasi juu ya umma wake. La ghayru Dajjal akhwafani ala ummati, kando na Dajjal kuna mwingine ambaye amenitia hofu juu ya umma wangu, na waogopea umma wangu juu ya huyu. Qultu, Abi Dharr kaona hakuna mtu amuuliza Mtume ni nani huyu. Qultu ya Rasul Allah, alladhi ghayru Dajjal akhwafuka ala ummati, ewe Mtume wa Mwenyezi Mungu, umerudia mara tatu na hukuna kuulizaye. Mimi nakuuliza Mtume wa Mwenyezi Mungu, ni nani huyu kando na Dajjal ambayo una hofu, watuogopea zaidi ya Dajjal juu yetu, juu ya umma wako? Qala, akasema, a'immatan mudillin, ni viongozi wa dini ambao wanapoteza watu,
wanadhihirisha uchamungu, wanadhihirisha elimu, na kwa sababu ya ufasaha wao wanakuwa ni wenye kuwapoteza watu, na watu wanaamini kwamba hao ni watu wa sawa, watu wanaamini kwamba hawa ni wacha Mungu, watu wanaamini kwamba hao ni wasomi, wanawasikiza. Na hao wafuasi wangu wanaofuata kwa nia nzuri, kwa sababu wanapenda dini yao na wanaona huyu ni mtu wa dini, huyu ni msomi, huyu ni mcha Mungu, na huyu yuko mbali na hao, atoa mwelekeo yasiyofungamana na Qur'ani na Sunna Bwana Mtume SAW, na watu wafuata. Amesema fulani, amesema shekhe, amesema fulani, na watu wote wamfuata. Asema Rasul sallallahu alaihi wasallam, kama kuna mtu namuogopea juu ya umma wangu ni hao maimamu na viongozi wa dini ambao wanapoteza wafuasi wao. Wako hawako? Wako. Na kwa nini Rasul awaogopea umma? Kwa sababu yule mtu katika umma ajua yomridhisha Mwenyezi Mungu, ajua yofanya kheri, ajua huyu mtu wa kheri, lakini huyu atumia ufasaha, atumia ujanja, atumia maneno kuweza kubadilisha haki kuwa batil na batil kuwa haki. Ndipo Rasul akawa na hofu juu yetu. Katika mambo ya Rasul sallallahu alaihi wasallam alikuwa na hofu juu ya umma wake. Asema Sufyan ibn Abdullah Thaqafi, ya Rasul Allah, hadithni bi amrin a'tasimu bihi, hadith fi Jami' Tirmidhi. Mtume Mwenyezi Mungu, nieleze jambo nishikamane nalo. Qala sallallahu alayhi wasallam, qul rabbi Allah thumma istaqim, sema mola wangu ni Allah kisha udumu katika hiyo njia. Qultu ya Rasul Allah, ma akhwafu ma takhafu alayya. Mtume Mwenyezi Mungu, wewe umeniona, umenijua, kama kuna jambo waniogopea, una hofu nayo juu yangu mimi kama Sufyan ibn Abdullah Thaqafi, ni jambo gani? Rasul amjua huyu mtu, na madamu ameuliza ameamua kumwambia. Fa akhadha bilisani nafsi, Rasul akashika ulimi wake mwenyewe. Thumma qal, hadha, wewe nakuhofia kwa ulimi wako, nakuhofia wewe kwa ulimi wako. Kwa nini? Kwa sababu kuna baadhi ya watu hawajui kupima maneno yao, warusha maneno watakavyo bila mizani, waswali, wafunga, lakini kama kuna kitu nakuhofia wewe nakuhofia ulimi wako wewe. Wangapi ambao hufanya khairi lakini kusengenya jambo la kawaida, sahali kuliko kunywa maji. Wangapi ambao wako na imani na amalun salih lakini ulimi wao itawarudisha nyuma. Ndipo Rasul akamwambia Sufyan ibn Abdullah Thaqafi, akhafu alayka hadha, wewe nakuhofia ulimi wako. Katika mambo ya Rasul sallallahu alayhi wasallam alikuwa akihofia umma wake ni wapate kuangamizwa duniani, kama ilivyokuja katika Sahih Muslim. Ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam saa zingine akiangalia mbingu, akiona mawingu mazito ya mvua inakuja, uso wake wabadilika. Kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam idha takhayalat as-samaa taghayyara lawnuhu wa kharaja wa dakhala wa aqbal wa adbar fa idha matarat surriya an fa'araftu dhalika fi wajhi. Asema Aisha radhiyallahu anha, nilipeleleza wakati mawingu mazito yanapokuja, asema nimegundua Mtume sallam yupita, yutoka nyumbani, yuangalia akirudi, akienda mbele, akienda nyuma, na rangi uso wake ikibadilika. Fa idha matarat, lakini mvua ikishanyesha na mawingu yapite, surriyat an, utamwona ile dhiki alikuwa nayo yamemondokea.
Asema nikagundua, nikapeleleza hii ndio tabia yake. Fasaltu, nikamuuliza, kwa nini uko hivi mtume Mwenyezi Mungu? Qala sallallahu alayhi wasallam, nahofia umma wangu wasije wakaona ni mvua wakafurahia, isije ikawa ni adhabu, kama walivyosema la'allahu ya Aisha kama qala qaum Ud falamma ra'awhu 'aridan mustaqbilan awdiyatihim qalu hadha 'aridun mumtiruna bal huwa mastajaltum bih rihun fiha 'adhabun alim. Qaum Ad waliona mawingu ya kitanda na upepo, wakasema hii ni upepo ya kupita, lakini Allah akasema sio upepo, ilikuwa ni adhabu iliyokuja kuangamiza. Kila nikiona hiyo nakumbuka Qaum Ad na hofia umma wangu angamize. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam alikuwa akihofia umma wao adhabu ya dunia. Ama katika mambo Ar-Rasul alikuwa kituhofia pia ni adhabu ya akhirah, adhabu ya akhirah. Hadith katika sahih Muslim, hadithi Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu anhu, asema Ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam siku moja akiwa ni mwenye kusoma Qur'ani, akawa ni mwenye kupitia aya Nabillahi Ibrahim. Tala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qawla Allah azza wa jalla fi Ibrahim, rabbi innahunna adlalna kathiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وقال عيسى عليه السلام إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فرفع يديه. الرسول alipokuwa mwenye kusoma aya hii, Nabillahi Ibrahim akisema juu ya masanamu, namna alivyopoteza watu, akawa ni mwenye kuwatetea wafasi wake, faman tabi'ani, anayenifuata mimi, fa innahu minni, ni mmoja wangu ya Rabb, wa man asani, na yule atakayeniasi, fa innaka ghafurur rahim, basi ya Rabb miji sanamu haya yamepoteza watu, lakini wewe ni mwenye kusamehe. Nabillahi Isa aliposoma in tu'adhibhum, wafasi wake hawa ukiwatenda ni adhabu, fa innahum ibaduk, ni waja wako ya Rabb, wa in taghfir lahum, na ikiwa utawasamehe, fa innaka antal azizul hakim. Hasa kila mtume atetea wafasi wake. Hapo Rasul farafa yadayhi, akanyanyua mkono, Allahumma ummati ummati, Allahumma ummati ummati, wabaka 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 sallallahu alaihi wasallam. Akalia akalia akalia, ya Rabbi umma wangu, ya Rabbi umma wangu. فقال الله عز وجل, الله كمwambia جبريل, يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم فسله ما يبكيك. اي جبريل, nenda kwa Muhammad na yualia hivi sasa, mimi najua kwa nini yualia, lakini wewe kamuulize yualia kwa ajili ya nini au kwa sababu gani, ili wewe ujue. Faatahu Jibril alayhi salam, bio Jibril akaja kwa Mwenyezi Mungu, kwa mtume Mwenyezi Mungu. Fasallam, akamsalimia. Fasalahu, akamuuliza. Fa akhbarahu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam bima qala wa huwa a'lam. Ar-Rasul akamwambia, kila mtume amtetea mfasi wake, na mimi natetea wafasi wangu, natetea umma wangu, sitaki wapate adhabu siku ya Kiyama. Jibril akarudi akampa habari Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu ajua, wa huwa a'lam, ni mjuzi zaidi. Faqala Allah, Mwenyezi Mungu akamwambia, ya Jibril, mara ya pili, idhhab ila Muhammad, rudi mwendee Muhammad. Faqul, mwambie mtume wangu, inna sanurdhika fi ummatika wala nasuuk, mwambie tutakufurahisha juu ya umma wako, wala hatutakuwa ni mwenye kukuhuzunisha. Siku ya Kiyama Muhammad utafurahi juu ya umma wako. Ndipo akaambiwa ya kwamba watu wengi watakaoingia janna, robo ni watu wa ummatu Muhammad,
Masahaba wakasema Allahu akbar. Jibril akaja akamwambia, nimeambiwa kwamba nusu ya watu wa janna ni ummatu Muhammad. Masahaba wakafurahi wakasema Allahu akbar. Jibril akamwambia, sehemu tatu, thuluthi mbili, 66% watu wa janna ni ummatu Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar. Allah akamwambia, inna sanurdhika fi ummatika wala nasu'uk, tutakufurahisha juu ya umma wako wala hatukutakuwa ni mwenye kukukosea mtume wangu, sitakukosea, takufurahisha. Ndio mtetezi wetu sallallahu alayhi wasallam. Alikuwa na hofu juu yetu kuhusiana na umma wake. Ni mengi ambayo Rasul sallallahu alayhi wasallam alikuwa na hofu juu yetu, na sisi kama wafasi wake tushikamane na sunna zake na mwelekeo unaotupatia na nasiha aliyotupa, na haya ambayo aliyokuwa kituogopea juu yetu tuyachukulie kwa uzito na tuyatilie maanani na tushikamane na mwelekeo wake, na wala tusimkhalifu kwa kwenda kinyume na vile alivyotufundisha. Akasema sallallahu alayhi wasallam, alaykum bisunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin, tamassaku biha wa 'addu 'alayha bin-nawajid. Yale ambayo ninawafundisha, mwelekeo ninaowapatia, shikamaneni nao, na mwelekeo mtakaopewa na khulafa ar-rashidin waliongozwa al-mahdiyyin, Abu Bakar na Umar na Uthman na Ali, shikamaneni na mwelekeo wanaopatia. Wa'addu 'alayha bin nawajid, na muyashikie na meno yenu ya mwisho, magego yenu muishikilie. Asema nasiha nawapatia, shikamaneni na, kwa sababu yatutakia mafanikio. Na Allah subhanahu wa ta'ala aeleza faida ya kumsikiza Mtume Muhammad na faida ya kumfuata Mtume Muhammad. Allah sema, qul ati'u Allah wa ati'u rasul, waambieni wamtii Mwenyezi Mungu na wamtii mtume wake. Fa in tawallaw fa innama alayhi ma humila wa alaykum ma humiltum wa in tuti'uhu tahtadu wa in tuti'uhu tahtadu wama 'ala ar-rasul illa al-balaghul mubin. Waambie wamtii Mwenyezi Mungu na wamtii mtume wake. Wakimpa Mwenyezi Mungu na mtume wake mgongo, basi watabeba yale ambao watakayokutana nao. Wa in tuti'uhu, na wakimtii mtume wangu, tahtadu, wataongoka. Wama 'ala ar-rasul illa al-balaghul mubin, na hakuna iliyokuwa juu ya mtume wangu ila kufikisha, hana lazima juu yenu. Ar-rasula wajibu wake ametekeleza kutufikishia mambo ambayo anayetuogopea sisi kama umma wake, na sisi wajibu wetu ni kufanya nini? Ni kushikamana nao na kushikamana na mafundisho yake ili tupate kuongoka. Waumini tuwe ni wenye kuwa katika mstari wa mbele katika kuepukana na mambo ambayo Rasul ametukataza, na hasatan kuna mambo ambayo hakutukataza peke yake, alikuwa na waswasi na hofu juu yetu. Haya ni baadhi ya mambo ambayo tulioweza kuangazia, na kuna mengi ambayo hatujasema. Ikiwa nimesibu na nimepata, basi ni kwa taufiki ya Allah. Ikiwa kuna upungufu au makosa, basi yametokamana na nafsi yangu na shetani, na namwomba Allah subhanahu wa ta'ala, kama alivyotukusanya hapa katika Masjid Abeid swala hii ya magharibi na tusubiri ishai, Allah tukutanishe na Rasul katika pepo yake, pepo ya Mwenyezi Mungu, sisi pamoja na wazazi wetu na vizazi vyetu na wake zetu na familia yetu pamoja na kila Muislamu katika ummatu Muhammad biidhnillah. Hivi tulivyokaa, namwomba Allah atujalie tukae pamoja na Rasul katika pepo yake. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.
Shukran.